Usiolewe kama huwezi kuishi kwenye sheria. Baki single na uendelee kufurahia uhuru wa kujiamulia chochote unachokitaka kwenye maisha yako, kwa sababu kwenye maisha ya ndoa kuna sheria zake ambazo ni lazima uzifuate ili ndoa yako idumu na iwe na amani. Ukishaolewa, kaa ukijua kwamba unaenda kuwa chini ya mtu. Huyo mwanaume atakuwa juu yako, huyo mwanaume atakuwa kiongozi, huyo mwanaume atakutawala. Lakini kama wewe unaona kabisa huwezi kuwa chini ya mtu, usiolewe. Kama wewe unaona huwezi kumsikiliza mtu mwingine, wewe ni mtu ambaye unapenda kujiamulia mambo unavyotaka wewe, mtu mwingine hawezi kuwa na sauti juu yako akakwambia hiki hapana na ukatii. Kama unaona huwezi kufanya hivyo, usiolewe. Kama unaona wewe kwako unyenyekevu ni utumwa, usiolewe. Kama wewe unaona huwezi kumwacha mtu mwingine akaamua jambo pasipo wewe kupinga wala kuongeza neno juu yake, usiolewe. Kwa sababu kwenye maisha ya ndoa kuna baadhi ya mambo mwanaume atayaamua yeye kama mwanaume. Kwa hiyo ukiona wewe huwezi kukubaliana na maamuzi ya mtu mwingine, wewe ni mtu ambaye unataka makubaliano kwenye kila kitu, au unataka kila maamuzi uingizie neno lako, usiolewe. Na kama wewe ni mtu ambaye hauwezi kuvunja misimamo yako kwa ajili ya mtu mwingine, usiolewe. Kwa sababu kwenye maisha ya ndoa mnakutana nafsi mbili ambazo zinatakiwa kuungana na kuwa kitu kimoja. Mnatakiwa kusikilizana, kuelewana, kuheshimiana, na ikiwezekana kuna baadhi ya vitu kila mtu atalazimika kuviacha kwa ajili ya mwingine. Kwa hiyo wewe kuna vitu unavipenda, unapenda kuvifanya, lakini italazimika uviache kwa sababu ya mwanaume uliyeolewa naye. Kumbuka, wewe unaenda kuwa chini ya mtu, kwa hiyo utaishi kwenye sheria zake. Usikubali kuolewa kama huwezi kumruhusu mwanaume awe kiongozi, kama huwezi kumruhusu mwanaume awe baba wa familia, awe kiongozi wa familia. Kama wewe unaona na wewe kuna namna unapenda kuonyesha misimamo yako, usiolewe. Kwa sababu maisha ya ndoa yanatakiwa kuongozwa na msimamo wa mwanaume. Mwanaume yeye ndio ana sauti na maamuzi ya mwisho ndani ya nyumba. Wewe utabaki kuwa msikilizaji na mtii, na utakuwa mtu ambaye unatoa mawazo au unachangia hoja kwa uchache. Zile zitakazopokelewa zitapokelewa, na zile ambazo mwanaume hatozichukua, yeye ataamua maamuzi yake kama mwanaume, utatakiwa kutii, ili mradi tu sio mbaya wala hazilengi kukuumiza wewe au kukufanyia wewe kitu kibaya. Kama ni maamuzi tu ya kawaida ambayo hayaathiri afya yako wala chochote, mwanaume atabaki kuwa muamuzi wa mwisho. Ukiona wewe huwezi kuambiwa na mtu hiki usifanye na ukatii, usiolewe. Kwa sababu maisha ya ndoa yana sheria zake ambazo lazima wewe mwanamke uzifuate. Utatakiwa kuwa mtiifu, mnyenyekevu, mwenye heshima, na utatakiwa kumwacha mwanaume wako asimame kama mwanaume kwenye familia. Ukiona wewe utashindwa kufanya hayo mambo, usiolewe. Baki single na uendelee kufurahia uhuru wa kujiamulia unachotaka. Usije ukaja kwenye maisha ya ndoa kisha uanze kulalamika kwamba unabanwa, sijui mwanaume anakutawala, sijui mwanaume anakufanyia nini, kwa sababu hivyo ndivyo nature ya mwanaume ilivyo. Yeye ni kiongozi, yeye ni mtawala, wewe utakuwa chini yake. Ukiona wewe huwezi kuwa chini ya mwanaume, usiolewe. Endelea kubaki single, ufurahie uhuru wa maisha yako.